litakuwa ni baraka kubwa siku ya leo kupata neema kuweza kuwanenea neno la Mungu na kuweza kuwaletea neema hiyo ambayo Mungu ametupatia katika madhabahu haya. Pia tunaamini ya kwamba Mungu akitushindania mambo yetu yatakuwa ni yako sawa sawa. Haleluya, Bwana asifiwe. Mambo yetu yatakuwa sawa sawa, Mungu wetu akitushindania katika ibada, wakati tunamtumikia, wakati tunajipeana kwa Mungu. Kwa hiyo ni kila wakati tuwe watu ambao tunajipeana kwa Mungu, na tunapojipeana kwa Mungu tunahudumu, tunatumika, na hatutumiki tu vile, lakini tunatumika na njia ambayo inayostahili, njia pekee ambayo ukiifuata itakuwa ni baraka hata kwa watu wengine ambao pia wanatufuatilia. Bwana asifiwe. Katika mtandao wengine ambao tuko na wao, na tukifanya haya yote ambayo tunajifundisha, tusiwe watu wa kujifundisha, na tunapojifundisha tunaacha mambo inakaa tu. Amen. Kwamba imesemekana tukijifundisha kukuwa watu ambao wanafuata neno la Mungu na kulitimiza, na kuwa watu ambao ni watendaji wa hilo neno, tutaenda mbali sana na tutaachivu mambo mengi. Bwana asifiwe. Praise the name of God. So tusiwe tu watu wa kusikia, tuwe watu pia wa kutenda, kwa maana hivyo ndivyo neno la Mungu linataka tuwe. Haleluya. So siku ya leo ningependa tutajifundisha kuhusu ways we communicate to our children biblically, kwa sababu leo ni siku yetu ya kukua pamoja kama familia, na pia kusemezana namna ya kushughulikia hata na jamii na familia zetu, namna ya kushughulikia familia zetu. So siku kama ya leo, kila mwezi sisi ni habari yetu kuja na kuongea habari yetu kama familia, na habari pia ya familia kila moja mahali ambapo ametoka. Bwana asifiwe. Na mahali tunapotoka, sisi ni wale, ama ni sehemu kubwa, ni sehemu ya maana sana. Sisi ni sehemu ya maana sana, kila mmoja wetu, kwa familia ambazo tumetoka. Bila wewe, bila mimi, katika hiyo familia kuna kuwa na weakness fulani ambayo inatokea, ambayo inakuwa mwanya ambao sio mwanya ambao ni mwanya ambao wa kufurahia, kwa sababu unaleta mambo mengi, kwa sababu unaleta mapungufu mengi, na kwa hivyo tunastahili kusimama na tuangalie na tufate habari ya neno la Mungu katika ambalo pia tutaliapply katika familia zetu, ili familia zetu ziweze kusimama vizuri na ziweze kuendelea vizuri kama vile Mungu yeye mwenyewe anakusudia. Amen. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. So tunaongea kuhusu namna ya kufanya mawasiliano na watoto wetu. Amen. Namna ya kufanya mawasiliano na watoto wetu. Na tunapofanya yale mawasiliano, kwa sababu hatuwezi fanya mawasiliano kwa watoto vile tunafanya kwa watu wengine ambao wanakuja kwenye maisha yetu. Watoto mawasiliano yao ni namna ambayo ni specially, na hatuwezi wafanya ama kuongea na wao kama vile tunaongelesha watu wengine.
kwa sababu ya wao kukuwa ni watu ambao mawazo yao yanaendelea kukua. Pia na habari ya hisia zao zinaendelea kukua, habari ya ufahamu wao unaendelea kukua, na habari ya mambo ambayo walio ndani yake. Lazima tuweke na roho zetu, mawazo yetu, habari ya kuwanenea, kuwazungumzia, na hata pia kucommunicate mambo ambayo yanayofaa katika namna inayofaa. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo tunapokaa na watoto wetu na kuanza kunena na wao na kuweza kuwazungumzia vizuri, tutaona wanabadilika, tutaona wanaelewa, tutaona wanafahamu, tutaona wanaandamana na sisi katika safari yao ya kukua na katika mambo ambayo wanakutana nayo katika maishani. Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of God. And we must let our children, we must let the Bible to speak to our children's heart. Bwana asifiwe sana. Kwamba kuna mambo ambayo yako wanakutana nayo maishani, lakini hayo mambo ambayo wanakutana nayo maishani, kwanza lazima tuache roho zao zinenewe na neno la Mungu. Amen. Tuliongeleshana ya kwamba tutakuwa tunajibizana, tunaongeleshana vizuri. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Tunaongeleshana vizuri. Nisikuja hapa niongee mwenyewe. Ni kwamba hao watoto wanahitaji mwelekezo, mashauri, na hata marekebisho yanayotoka na hata kukua trained kupitia kwa neno la Mungu. Mungu amepatia sisi hiyo nafasi na akatuandaa. Ni kwa sababu kuna watoto ambao wanaokuja ili tuweze kuwapatia mwongozo unaofaa wa kibibilia wanapokuja katika dunia hii na wanapokuwa na kuendelea. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna watu wengine ambao tunaweza tukapeleka mbele za Mungu kama hatutapeleka watoto wetu. Amen. Kama hatutapeleka watoto wetu, na hatutapeleka watoto wetu kwa Mungu katika namna ya kulazimisha, lakini tutapeleka kwa Mungu kwa njia ya kuwaonyesha nuru na kuacha kuacha neno la Mungu kuingia ndani yao na kuwafanya wao kuwa barua nzuri, na pia kuwafanya wao watu ambao walio wa maana katika jamii. Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of God. So we must let the Bible speak to their hearts. Bwana asifiwe. Let's speak to their hearts. Kwa maana Biblia ikiingia ndani ya roho zao, yale mambo ambayo tunang'ang'ana nao ya kwamba wasifanye, Biblia ikiingia ndani yao, hilo neno linaanza kufanya kazi likiwa ndani. Sio sisi tukiwaambia, lakini neno la Mungu likiwa ndani yao, sio? Bwana Yesu asifiwe. Inawezekana kwamba mimi tu nitamwambia lakini wakati ambapo sipo hataweza kufanya hilo jambo, kwa sababu siko kumwambia hivi, siko kumwambia usifanye, siko kumrekebisha. Lakini tukiacha neno la Mungu liingie, nipate nafasi na makao ndani yao, hilo neno la Mungu kila wakati litakuwa linaandamana na wao, litakuwa ndani ya roho zao, litakuwa linawaonyesha, linawarekebisha, linawapatia mwongozo wa Mungu. Hallelujah. Praise the name of God. Tumepewa watoto ambao Mungu anataka wawe warithi wa ufalme wake, na ufalme wa Mungu ni wetu pamoja na watoto wetu. Hivyo ndivyo Biblia inavyosema, kwamba hatutaenda mbinguni na tuache watoto wetu, tutaenda pamoja na wao. Ni kwa sababu ufalme wa Mungu ni wetu pamoja na wao. Hallelujah. Praise the name of God. Hiyo ndio baraka Mungu ametupatia, na kama Mungu ametupatia ile baraka, tutaenenda pamoja nayo, tutafuatana pamoja nayo,
tutasimama nayo ili hata na wao waweze kusimama katika habari za ufalme huu wa Mungu, na waweze kutimiza makusudi ya Mungu katika maisha yao na katika kipindi chao hapa duniani. Praise the name of God. Bwana Yesu asifiwe. Katika kitabu cha Luka 6 mlango wa 45. Luka 6 mlango wa 45, neno la Mungu linasema katika jina la Kristo Yesu. Ni vizuri kulisoma neno la Mungu, na tunaposoma neno la Mungu tunakuwa na shauku ya kulijua na shauku ya kulielewa, na tunapolisikia linaingia ndani mioyo yetu. Tulikubali liingie kama mshale ambao unaingia na unafanya kazi ya kuweza kuondoa kisichofaa na kuleta ambacho kinachofaa. Na tena tuliacha neno la Mungu likuwe kama daftari ama na kalamu ambayo inaandika kwenye daftari, ambayo inapoandika hakuna namna ambayo yale maandishi yatakuja kuondoka. Praise the name of God. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo neno la Mungu liandikike ndani yetu. Neno la Mungu liandikike ndani ya watoto wetu. Neno la Mungu liandikike kwenye maisha yetu, na tuweze kusonga tukiwa na neno la Mungu likitutawala na likituongoza katika jina lake Yesu Mwokozi na Mungu wetu. Amen. Tunasema kitabu cha Luka 6:45. Luka 6:45 inasema, a good person produces good things. Amen. Amen. A good person produces good things. Yaani wewe ukiwa mtu mzuri, vitu ambavyo utafanya vitakuwa ni vitu mzuri. Amen. Yale mambo mazuri. Kama wewe utakuwa mtu a good person, kama vile neno la Mungu linasema, utakuwa na watoto ambao ni watoto wazuri. So watoto wao kukua wazuri inakutegemea wewe kama kwanza ni mtu mzuri. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kama wewe sio mtu mzuri, usitegemee watoto wako waweze kuwa watoto wazuri. Kwa maana neno la Mungu linasema yule mtu ndiye ambaye anaye produce kile ambacho yeye vile yeye alivyo. Amen. You produce after your own kind. Na kwa hivyo kama wewe sio mtu aliye na uzuri na wema ndani yake, usingojee watoto wako wakuwe na wema. Amen. Kwa hivyo wema wa watoto wako hauanzii wakati unawachapa, wakati unawaambia mambo fulani. Unaanzia mahali ambapo wewe ulipo. Unaelewana? Hapo ulipo, hapo ndipo watoto wako wanaanzia. Bwana asifiwe. Na mtulize hao watoto, tukae na ibada ambayo imetulia. Bwana asifiwe sana. So watulie, wasikwe wa kuzunguka. Kwa hivyo kila mmoja wetu unastahili kuwa mtu ambaye anaangalia maisha yake yako namna gani. Amen. Inasema a good person produces good things from the treasure of a good heart. Amen. From the treasure of a good heart. Kwa hivyo kama moyo ni mzuri, yule mtu ako na uzuri, atafanya watoto wake wawe na uzuri. Hallelujah. And an evil person produces evil things from the treasury of an evil heart. What you say flows from what is in your heart.
Amen. What do you say flows from what is in your heart. Praise the name of God. Hiyo ndivyo neno la Mungu linavyosema. And when we want to communicate mambo ambayo ni ya Mungu na mambo katika maisha ya watoto wetu, we must also have a reflection of our hearts. Amen. Na pia na wao tunastahili pia tuwapatie nafasi the same, na wao wawe kila wakati wanakuwa na hiyo reflection, ili tuwe watu ambao wanasemezana mambo ambayo ni ya Mungu katika maisha yao. Amina. Praise the name of God. Praise the name of God. Tutasoma kitabu cha Deuteronomy chapter 6. Kitabu cha Deuteronomy chapter 6. Pale najua kwamba kuna habari ya muhimu sana ambayo ilinenwa Mungu pia aliinena, na hata na siku ya leo anatunenea hilo neno, ili liweze kutusaidia kuweza kuwainua na kuwaleta na kuwalea watoto na njia ambayo Mungu anataka tuwalee nayo. Hallelujah. Praise the name of God. Kabla tujasoma hilo neno, ni vizuri tujue kwamba sisi kama wazazi wakati mwingine tunashusha ile habari ya kuweza kucommunicate na watoto wetu kwa mambo matatu ama elements tatu. Moja, ikiwa we communicate to them kwa kuweka rules. Amen. Kwa kuweka rules, sheria. Tunawawekea sheria, msipofanya hivi, ama mkiwa hapa tunahitaji mufanye hivi, tunahitaji mufanye hivi. So tuna communicate na watoto wetu kwa kuwawekea sheria. La pili ni tuna communicate na wao na njia ya kufanya correction. Amen. Tunawarekebisha wakati wanafanya jambo, tunawarekebisha. Amen. Bwana asifiwe. Tunawarekebisha. Jambo lingine, tunawaadhibu. We punish them. Hallelujah. Praise the name of God. So we communicate to them. Even when we punish them, it is a communication ya kwamba haukustahili kufanya hivyo ambavyo umefanya. Hallelujah. Haukustahili kufanya hivyo ambavyo umefanya. Tuende kwa hicho kitabu cha Deuteronomy chapter 6. Deuteronomy chapter 6 and verse 6. Yani kumbukumbu la Torati. Kumbukumbu la Torati mlango wa 6 aya 6. Yasema, and you must commit yourselves wholeheartedly to these commands that I am giving you today. Repeat them again and again. Repeat them again and again. Usizisikie mara moja na tusiwaambie mara moja. Give them the commands of God ambazo Mungu amepatia kila wakati kwa rudia kwao. Amen. Hallelujah. Bwana asifiwe. Kwa kurudia kwao, kuambia vile Mungu anavyotarajia kutoka kwao. Anasema
I am giving you today. Repeat them again and again to your children. Hallelujah. Praise the name of God. So we communicate to our children the word of God ambayo Mungu ametuambia tuambie na tuwafundishe, sio kwa mara moja, lakini ni kila wakati tunawafundisha. Hallelujah. Praise the name of God. Hii si kama ile masomo unajua kule shuleni, mtu akishapita darasa la kwanza amepita. Amen. Hallelujah. Hakuna venye mtu wa grade 7 anakuja kusoma masomo ya grade 2. Si ndio? Hakuji kurudia hapo, akipita amepita. Lakini Mungu alisema mukaya hapo, mukirudia. Ndio. So inamaanisha hata kurecite inaingia ndani yetu. Praise the name of God. Kuirudia. Na ina maana sana reciting. Na utajua ina maana kwa sababu angalia ndugu zetu vile wanafanya, wanaenda na zile nini zao, wanaenda wakirudia ile kitu moja tu, anasema kitu moja, akifika pale ile kitu moja amesema, hata akienda aenda wapi, aina kitu ingine inasemaga hapo, anatumiaga tu hizo vitu hizo bits kuweza kusema kitu ambacho kilisemwa na yule wanaita ni nabii wao. Hiyo miaka ya from AD 300, kwa sababu Muhammad alikuja mbali sana na Yesu Kristo. Kwa hivyo dini ya Uislamu ni ya mbali sana na Ukristo. Kwa hivyo walikuja wakaanza kusikiliza kuna kuona yale mafundisho na Biblia na hata na scrolls zile za Judaism, Wayahudi Muhammad akaformulate namna yake ya vitu zake. Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of God. So na sisi wao wamejua siri ya kurecite. Sisi tunakaga tu. Lakini neno la Mungu linasema wa recite, muacha watoto wenu wa recite haya mambo. Rudie. Amen. Kwa hivyo kama hatuwapatiaji watoto na wetu neno la Mungu now and then, kukaa tukiwafundisha, kukaa tukiwaambia kila kitu ambacho waliambiwa, tunawaambia tena. Hallelujah. Kwa sababu ile jambo neno la Mungu linasema mtu imani hufanyika kwa kusikia na kusikia. Ni hivyo? Nyinyi watu wa Mungu tuko pamoja? Imani huja kwa kusikia na kwa kusikia tena. Kwa hiyo ukiendelea neno la Mungu, ahadi za Mungu kuzitamka vile ambavyo Mungu alivyosema, ni kwamba unakuwa mtu wa kuandamana pamoja na Mungu na kupokea hicho Mungu alichokiahidi. So you must recite. Lazima uandamane na kunena hilo neno juu ya maisha yako now and then. Hallelujah. Pasipo na kukoma, ama pasipo na kufika mwisho. Hallelujah. Amen.
Praise the name of God. Mungu akawaambia, and you must commit yourself wholeheartedly to these commands that I am giving you today. Repeat them again and again to your children. Talk about them when you are at home and when you are on the road, when you are going to bed and when you are getting up. Amen. Hayo maneno ya Mungu, Bwana akamwambia ya kwamba mutakapokuwa akule nyumbani kwenu, yarudieni hapo. Amen. Kwao, yarudie kwao. Mutakapotoka na watoto wenu munatembea. Amen. Kwa hiyo uko barabarani, endeni mkiwaambia habari ya neno la Mungu, habari ya sheria za Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Endeni mkiwaambia habari ya ahadi ambayo Mungu ameongea juu yenu. Wacha wajue ya kwamba Mungu amewaahidi katika neno lake. Praise the name of God. Ili na wao wawe pamoja na wewe wa kuproclaim na kuclaim. Amen. Ya kuclaim mbele za Mungu ya kwamba Bwana umesema, na kutangaza wakati ambapo mambo yanapokuja, wanatangaza, wanapata ujasiri wa kutangaza ya kwamba kwa dunia, na wanatangazia nguvu za giza ambazo zinakuja na kupigana na wao. Watangazia kwamba we shall not die, amen, but we shall live. Wako natangazia Bwana watu ya kwamba we are chosen. Praise the name of God. We are chosen. And because we are chosen, we are not ordinary in the name of Jesus. Kwa sababu sisi tumechaguliwa, na tumechaguliwa na Mungu. Sisi sio watu wa kawaida. Hallelujah. Hallelujah. So we must let our children know God. We must let our children walk with God in their lives, in their walk of life, that they may walk with God. Amen. Praise the name of God. That they will not have other things in their lives ambazo zinakuja na kuwa occupy na kuwa distract katika habari za Mungu, because tulianza na wao na tumeinstill ndani yao habari ya neno la Mungu, habari ya ahadi za Mungu, habari ya sheria za Mungu. Amen. Praise the name of God. And because they have the word of God, they shall live in the name of Jesus, and they shall be blessed in the land, and they shall see the goodness of the Lord, and they shall prosper in the name of Jesus. They shall see the wellness of God. They shall see how beautiful the Lord is to their lives. Praise the name of God. Power of God shall be their portion. They shall take charge of powers, authorities, principalities, because we have spoken to them, and we have instilled in them that they belong to God, and the power of God is in them, and they can fight any battle and be victorious in the name of Jesus. Praise the name of God. That our children will not fear when they go before that other children. Ninaonaga watoto wetu wakienda, wanakuwa na watoto wa Islam, wanawaongelesha yale mambo wanaulizwa, they cannot answer because we have not taught them. Ndio wanaulizwa, Mungu anapataje mtoto? Wanachalijiwa na wale wanawauliza, hapana, nyinyi yenu ni mbaya. Mungu anapataje mtoto? Mtoto anashindwa kwa sababu mimi na wewe hatujawahi kaa tumfundisha huyo mtoto kwa nini Mungu alikuja na alikuja namna gani. Sometimes ni kwa sababu hata sisi hatujui. Ndio, kwa sababu hata sisi hatujui.
Mungu anawezaje kuja hapa duniani azaliwe? Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tunaacha watoto wetu wakiwa watoto ambao wakiwa mbele ya wengine wanalemewa wao kujitetea. Ndio Bwana iwe wanalemewa kujitetea, wanalemewa wao wenyewe kuongea ambacho wanakijua, ambacho wanakielewa na kukifahamu. Na hivyo baadaye kidogo, kwa sababu wao hawajui na wanakonvinsiwa ya kwamba hii ni habari mbaya, hii ni habari ya uongo, hii ni habari ambayo haiko. Huyo mtoto anasema kweli nimejua sasa nimejua ukweli. Ni hivyo. Sasa nimejua ukweli. Kwa hiyo we are the people ambao tunafanya watoto waweze kukuwa converted, na watoto wengi wetu hapa Namanga wanakuwa converted. But it is because mimi na wewe hatukiwa tuketi chini kuwafundisha watoto. Tunaelewana? Tunaelewana? Hauchukui siku moja, siku mbili, unaongea na yeye, unamwambia ni kwa nini tunasema kwamba tumeokoka. Ni kwa nini tunasema tumeokoka? Ni kwa nini tunasema sisi ni Wakristo? Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. So the kingdom of God haitaweza kusimama kama hatutafanya hiyo ambayo neno la Mungu linatuambia. Na kulikuwa na sababu ya kwamba kwa nini warudie na kwa nini wawaambie watoto wao habari zile, ni ili wasikuje kurudishwa katika habari ya kuabudu miungu katika nchi ambazo wataenda. Haleluya. Watoto wetu wakikua wanakuwa pamoja na ndugu zetu. Wakikuwa pamoja wanakuwa na mambo mengine sio sawa. Wanaanza hata kufanya mambo mengine ambayo sio sawa. Na kaona katoto kanakuja kanapiga magoti, kanapiga magoti, kanafanya akiangalia ukomeka. Lakini tunakosa kuambia ya kwamba mahali tuko, kuambia mahali tuko na watu ambao sio wenzetu katika imani. Ndio tunaelewa. Lakini katika jamii, kukaa katika jamii ni sawa, tunakaa wote. Lakini hawa watu sio wenzetu katika imani, ni kwa sababu kidogo hawa watoto wetu wanaanza kuwa converted. Amen. Praise the name of God. Praise the name of God. Na hata mujue ni sisi tunawasaidia kuiba watoto wetu, kwa sababu sisi tunapeleka watoto wetu kwa mashule zao. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sisi ndio tunawasaidia kuconvert watoto wetu, kwa sababu tunachukua watoto tunawapeleka kwa shule zao. Wakipelekwa kwa shule zao, ni lazima wanapokuwa hapo kufanyike mambo mengine, hata kama hawataenda hizo madarasa. Lakini hiyo masaa kuna labda wakati mwingine mambo wenye wao wanafanya. But wapendwa, watoto hawa wetu tuangalie, wanaenda wanafundishwa na watoto wengine washajua namna ya kuwabadilisha Kristo. Sasa hivi mimi na wewe hatutabadilika, lakini ya watoto wetu watabadilika. So some years to come, wapendwa, some years to come, hii habari ambayo hatujali, wapendwa,
Tuchunge sana. Amen. Amen. Inasmuch Oja, nirudi kule nilikuwa. Bwana asifiwe sana. Lakini tunastahili tujue ya kwamba sisi wenyewe ndio tuna advance hiyo dini nyingine. Ndio Kwa sababu hapa kuna duka ya Mkristo. Hapa kuna duka ya Mkristo. Hiyo duka ya Mkristo wawezi kuenda kumnunulia. Unanunua hii nyingine. Na ameng'ang'ana, akatafuta loan, akakuja akaanza kaduka. Wapendwa, wale wengine wamepeana, wanamechangiana pesa. Hamwezi msupport. Hamwezi enda kununua vitu kwake. Kwa nini hatuta? We will be oppressed spiritually. We will be oppressed socially. We will be oppressed spiritually. Kwa sababu we are the people ambao wana support habari ya advancement. Mimi najua mnasikia siwaambii vizuri. Nitawaambia kwa sababu mnatupatia kibarua ngumu ya kuwahubiria na kujaribu kuleta watoto wamesilimishwa, tunajaribu kuwarudisha. Na Mkristo haoni ya kwamba yeye ni participator ya huyo mtoto kuwa converted. Ndio na nitakuja niwafundishe kwa nini sisi tuko hapa na tunakuwa watu wa kuparticipate kujenga ufalme mwingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise the name of God. Lazima tuangalie hata sisi kwamba kuna mambo ambayo tunastahili tuyaweke ndani yetu, ya kwamba hata sisi tunafaa watu wa nyumba. Biblia inasema muwatende mema na sana mwakianzia kwa watu wa nyumba ya nani? Kwa nyumba ya nani? Kwa nyumba ya Mungu. Ndio mtende mema kwa watu wote, lakini zaidi ya yote mtende mema sana kwa watu wa nyumba ya Mungu. Praise the name of God. When you understand some things, ukielewa vitu vingine na ukielewa vitu ambavyo zinaendelea. Praise the name of God. Tusema ya kwamba we communicate to our children because we just make it simple. We give them rules. We correct them. When they break also those rules. Sio tu rules ambazo tuna communicate kwao, lakini tulisema pia rules, collections, punishment, and also vitu zingine ambazo sasa ni positive. We encouragement, rebuke, instruction. We instruct them, we warn them, we teach them, and we also pray for them. We encourage them and we rebuke them
we instruct them, and we want them, teach them and pray for them. Hallelujah. Tukimaliza nikwambie habari ya types of communication ambazo tunakuwa na zenyewe kwa watoto wetu, ili tuweze kuhakikisha kwamba we communicate effectively katika mambo ambayo tulio nayo, and will be a help unto them. Vizuri sio tu kuwakosoa na nini, but we need to communicate at the right time, kufanya jambo fulani. Amina. So najua Paul anasema katika in the Thessalonians, Thessalonians 5 chapter 4, anaongea, anasema kwamba how we need to modify our speech to suit the needs of the moment. Leo kukiwa na hitaji, tunastahili to modify habari ya maongezi yetu kwa sababu ya wakati. Amen. Kwa sababu ya wakati, ili tuweze tuweze kuwa watu ambao wana communicate effectively. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo tunastahili tujue wakati na muda, ili jambo ambalo tungependa kuliongea kuwasaidia watoto wetu ni kwamba linakuwa ni effectively communicated. Amen. Praise the name of God. And Paul's point ilikuwa ni hivi kwamba differing conditions in the hearer, require differing forms of speaking. Amen. Requires differing forms of speaking. Praise the name of God. So kama yule vile alivyo, mtoto vile alivyo, anakuja tu labda akidevelop, akikuwa na namna fulani, tunaanza kuongea na yeye kitofauti vile tulikuwa tunaongea na yeye mbeleni, si ndio? Si hivyo? Because the condition ya ule mtoto imebadilika, ameingia sasa katika habari ya mabare. We need to speak and communicate in a different form. Amen. Praise the name of God. We also make great harm. Yani tunafanya madhara makubwa wakati ambapo when you don't discern what type of communication is appropriate to the moment. Kila wakati we need to pray ya kwamba Mungu atusaidie tuelewe haya majira na wakati ambapo tuko ni wakati gani, ili tusikuja tukafanya madhara tunapoongea na kujaribu communicate na wale vijana wetu. Bwana asifiwe sana. What is their moment? What are they going through? Amen. What is their moment? What are they going through? What are the changes that they are experiencing? Bwana asifiwe sana. So when we understand all those things, we understand what is going around them. And we are able to discern what they are going through. So the communication, vile tuna communicate na wao inabadilika. Hallelujah. Inabadilika. So that
we don't rebuke the child when you are supposed to instruct the child. Hallelujah. Hallelujah. Are we together, watu wa Mungu? Are we together? Najua yule jamaa tu aliuliza, are we together? Akasema Amen. Anasifiwe sana. A rebuke is for one who is used to rebelling. A rebuke is for one who is used to rebelling. So, if you have one who is always rebelling, you must rebuke. So, namna ambazo we communicate to our children is through encouragement. Ya pili, so ninakwambia mambo ndio nimalize. Ya kwanza ni encouragement. We encourage them. We help them. We encourage them. Mambo ambayo wakati mwingine they are going through, wakati mwingine sio mambo, wakati mwingine ni mambo ya kuwafanya ya kwamba wajihisi ya kwamba wanapitia kipindi kigumu. So we must encourage them. We must encourage them. We encourage them to come out of trials zingine, wakati mwingine wanapitia hizo trials. We encourage them wakati mwingine wanapatana na matatizo mahali wanasoma, wanafanya mambo fulani. We work with them and we encourage them. We also by teaching, by prayer. Amen. Praise the name of God. When it comes to encouragement, children need communication designed to be encouraged. Hallelujah. So when we are encouraging them, we are communicating to them. Our communication lazima zikuwe ya kwamba zinafuata habari ya kuwafanya ya kwamba wa feel encouraged kwa mambo wakati mwingine wanapitia. Hallelujah. Hallelujah. The same hata na wewe na mimi. We need tunatamani kuwa encouraged wakati ambapo tunapitia na tunapatana na mambo mengine, sio? Si ndivyo? Praise the name of God. Also, children know the pain of failure. Children know the pain of failure. So when wakifanya kitu na walikuwa na expectation, na tulikuwa na expectation na wao, when they fail, wakiendelea wanajua ya kwamba kuanguka, kutofaulu ina uchungu, si ndio? Bwana asifiwe sana. Kutofaulu ulikuwa na matarajio, inaleta machungu ndani ya mtu, ndio inafanya ya mtu apitie. Tunapo interact na wao, it is good to encourage them, because sometimes wanaenda through pain kwa sababu they fail, wanafanya mtihani, wanaanguka, wanachekewa na watoto walio na wao shuleni, darasani. Hallelujah. Wanaambiwa mambo mengi. Wanajiangalia pia na wao. Wanaona wengine tu wanaenda wanasonga tu. Wengine wanakuwa number one. Huyu mtoto anajitahidi usiku na mchana, mwingine hata alali anajaribu kusoma, but
anakuta ya kwamba hashiki. Ni hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. We should encourage our children. Amen. We should encourage our children. We should help them wasonge katika safari ya ambayo wako ndani yake. And also we should help them to assess the reasons for their disappointment. Amen. Praise the name of God. When someone recognizes his or her mistake, you don't rebuke, you encourage them to change. When someone recognizes his or her mistake, you don't rebuke the person. You encourage them to change. Amen. You can help them access the reasons for disappointment. Labda kama ni jambo lingine anaweza fanya, ama ni mahali pengine anaweza enda ndio aweze kujua ni nini kilifanyika. Bwana asifiwe sana. And as they grow, as we encourage them, as we help them, let us also help them to understand the promises of God upon their lives. We speak the promises of God. We help them know those promises. We let them speak those promises for themselves. Amen. Hallelujah. Tunawaleta pamoja, tunawaacha waongee, mtu aseme kile ambacho anajua katika neno la Mungu kuhusu maisha yake. Bwana asifiwe sana. Help them understand the promises of God. So that we can encourage and give them hope and inspiration. The inspiration. That inspiration ambayo tunaweza wapatia na encouragement ambayo tunaweza wapatia inakuja kwa mtoto, inakuja kwa mtu ambaye is broken hearted. David anasema in Psalms 51 habari, God give me the joy of your salvation. Let your mercies surround me. Bwana asifiwe sana. So ni kwa sababu ya yale ambayo alipitia, ya yale ambayo aliona wakati ambapo alikuwa anapitia kipindi kigumu. Inasema ya kwamba akasema verse 17, hiyo ni in Psalms 51 verse 17, the sacrifice you desire is a broken spirit. Amen. The sacrifice you desire is a broken spirit. You will not reject a broken and repentant heart, oh God. Sometimes our children wamefanya mambo ambayo hatu expect ya kwamba wafanye vile. Help them to come back. Amen. Help them to come back. Help them to come back. Praise the name of God. Because God has given us that opportunity to bring them to Him na kuwafanya waishi katika neema ya Mungu. Praise the name of God. So children needs to be in conformity, amen, with a particular standard tumeweka. Waelewe, waijue, lakini pia
tuwasaidie kuweza kukua vile inavyostahili. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Tunaweza kuwa tuko na watoto wetu, na watoto wakati mwingine tunashindwa. What is happening with them? What is happening with them? We need to pray for them. Amen. We just need to pray for them. Also, take time to encourage them, to speak to them. Hallelujah. And to let them be assured that kuna msaada wakati wowote wanahitaji msaada. Ndivyo. Amen. Wakati wote wanahitaji msaada. And we shall help our children, and we shall make them to know that we love them, we care for them, God loves them, God cares for them, and He has a purpose for them, and they will achieve, they will succeed in this life. Hallelujah. Hallelujah. Chukua tu dakika 2-3 and pray for your children. If you don't have a child, pray for your brothers and sisters. Pray for your brothers' children. Pray for your neighbors, even in the church. Chukua tu hiyo dakika moja, tuwaombee hao watoto unene jambo ya maisha yao, ya kwamba they will live for God, na hawatachukuliwa na wajamaa wetu ambao wanawavizia. Hallelujah. Si tusimameni, watu wa Mungu, tusimameni. And tukisema tuombe, let us be serious, tuombe. Tunasema yale mambo tunasema hapa, lakini kuna mambo mengi ambayo tukionyeshwa utasema ya kwamba surely we need to pray. Amen. And to pray